Ujambo ndugu mtazamaji unayenitazama katika runinga yetu ya Monica TV. Kwa majina ni mchungaji Kigusile Mulenda wa Yesu. Niko hapa tena siku ya leo ili kukuletea kipindi chetu kinachojulikana Hakuna Jipya Chini ya Jua, ambacho kinapatikana kila siku kwenye runinga yetu ya Monica TV. Na siku ya leo tutaendelea katika utafiti wa Mfalme Sulemani kutokana na hekima ambayo Mungu alimpatia ili aweze kufanyia utafiti juu ya mambo tunayopaswa kuyafanya hapa wanadamu chini ya jua. Kwa sababu hiyo tutakwenda kumshukuru Mungu na kufungua kipindi chetu rasmi pamoja nawe katika jina la Yesu. Bwana wangu Yesu Kristo na Mwokozi wangu, ninaomba ukatawale na kuweza kutimiza yaliyo mapenzi yako. Neno lako Bwana ukalibariki, na moyo wote utakaopokea neno hili Bwana ukaweze kusaidiwa na neno hili. Kila roho itakayopokea neno hili Bwana ikaweze kusimamishwa tena imara kupitia neno hili. Aliyepotea akaweze tena kurejea katika njia iliyo ya kweli kupitia nguvu na uweza wako Roho Mtakatifu. Nyamazisha kila mamlaka yote ya giza kwa uweza wa jina la Yesu. Amen. Basi twende kuingia katika somo letu la Hakuna Jipya Chini ya Jua. Lakini kabla tujaendelea kabisa, tutakwenda kusummarize kwa baadhi ya mambo ambayo tumewahi kuyazungumzia hapa katika mafundisho yetu. Tulisema habari za Mfalme Sulemani, ya kwamba Sulemani ni mfalme ambaye Mungu aliweza kumpatia majukumu matatu ya kuyafanya hapa chini ya jua, majukumu matatu makubwa. Na tukasema jukumu la kwanza ambalo Sulemani aliweza kupewa na Mungu kubwa ilikuwa ni jukumu la kuweza kuongoza taifa la Israeli, yani kuwa mfalme wa Israeli kama taifa la Mungu. Na tukasema jukumu la pili ambalo Sulemani alipewa na Mungu ilikuwa ni jukumu la kuweza kumjengea Mungu hekalu katika Yerusalemu. Hekalu ambalo halikuwa la Waisraeli, lakini lilikuwa la Mungu kwa ajili ya mataifa yote. Ndio maana maandiko yanasema nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Kwa hiyo hilo ni jukumu la pili ambalo tumeona kwamba Mungu alimpa Mfalme Sulemani aweze kulifanya. Na tukasema jukumu la tatu Mungu alimpatia Sulemani jukumu la kufanya utafiti kwa ajili ya dunia yote, ili kuweza kutafiti, kufanya research, kuweza kupata mambo yaliyo muhimu ya kuwafaa wanadamu wayafanye hapa chini ya jua siku zote za uhai wake. Na hivyo ndivyo neno limetuambia katika kitabu cha Mhubiri. Na zaidi ya yote tutakwenda kugundua mambo ambayo Bwana alimpatia Mfalme Sulemani ili aweze kutekeleza yale majukumu ambayo Mungu alimpatia. Tukasema ya kwamba katika majukumu ambayo Bwana alimpatia Sulemani, alimpatia na uwezo wa kufanya hiyo kazi ili aifanye kwa usahihi. Kwa hiyo Mungu alimpatia Sulemani, jambo la kwanza ni hekima na maarifa. Alimpatia hekima na maarifa kupita watu wote waliomtangulia Sulemani duniani na wale wote ambao tumekuja baada ya Sulemani hapa duniani. Ni kwa sababu Sulemani aliletwa na Mungu kwa kusudi maalum. Kwa hiyo hekima ya Sulemani ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndani ya Sulemani kwa kusudi maalum la kufanya research ya mambo ambayo tunaweza kuyatumika hapa duniani. Na jambo la pili ambalo Mungu alimpatia Mfalme Sulemani ili aweze kufanikiwa katika majukumu Mungu aliyompatia, Mungu alimpatia Sulemani utajiri mwingi sana, utajiri mwingi na utukufu mwingi na mali mengi. Kwa hiyo Sulemani alikuwa tajiri na mwenye mali mengi kupita wafalme wote wa dunia na wakuu wote wa dunia, kuanzia waliomtangulia na hata waliokuja baada yake na wanaokuja baada yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aweze tu kufanikiwa katika zile kazi au yale majukumu ambayo Mungu alimpatia. Na tukaweza pia kuona jambo la tatu ambalo Mungu alimpatia Sulemani ili aweze kufanikiwa katika majukumu aliyopewa na Bwana. Mungu alimpatia Mfalme Sulemani amani pande zote za ufalme wake. Wakati wote wa uongozi wa Mfalme Sulemani hapakuwa na vita upande wowote mpaka alivyomaliza uongozi wake. Sulemani ndiye mfalme pekee katika Israeli ambaye hakuweza kupigana vita vyovyote, na ndio maana unaposoma maandiko matakatifu
Utokuta mahali popote kwamba Sulemani akapanga vita dhidi ya Wafilisti, akapanga vita sijui zaidi ya Washami au zaidi ya Wamoabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya amani ambayo Mungu alikuwa amempatia, kwa kuwa Mungu alisema nitamstarehesha na ufalme wake nitaudhibitisha milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni alama tosha ya kwamba Mungu anapokupatia jukumu lolote huwa anahakikisha ya kwamba anakupatia na provision ambayo itakuwezesha kufanya ile kazi ambayo Mungu anayokuita kuifanya. Na kwa sababu hiyo utakiwi kuwa na mashaka wala wasiwasi unapoitwa na Mungu kwamba nitafanyaje, nitaanzaje. Kwa yeyote aliyeitwa na Mungu, jua ya kwamba kuna kuwaga na provision ambayo Bwana anampatia mtumishi wake ili kuweza kutimiza majukumu yake. Kumbuka somo letu linaitwa hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Haleluya. Na kwa sababu hiyo siku ya leo utakwenda kuingia katika utafiti wa Mfalme Sulemani kwa upande wa ndoa, jinsi ya kuoa na kuishi ndani ya ndoa. Ni kipengele kipana sana, lakini tutaenda nacho taratibu taratibu hadi pale ambapo Mungu atakwenda kutuwezesha. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Sasa ambatana nami uweze kunisikiliza. Katika swala la jinsi ya kuoa na kuolewa, lazima uelewe jambo la kwanza. Ndoa ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu yeyote. Ndoa ni jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu yeyote. Kwa mujibu wa neno la Mungu, kila mwanadamu anatakiwa kuoa na kuolewa. Yaani hilo lazima uelewe hivyo tu, kwa sababu hili ni neno la Mungu. Katika maandiko matakatifu, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 na mstari wake wa 18, Mungu akasema, si vema mtu huyu aishi peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Mungu akasema si vema mtu huyu aishi peke yake, kwa sababu hiyo nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Ina maana Mungu aliona ya kwamba mwanadamu hafai kuishi peke yake. Mungu aliona ya kwamba sio vizuri mwanadamu aweze kuishi peke yake. Mungu aliona ya kwamba haipendezi mwanadamu kuishi peke yake. Kumbe kulingana na mapenzi ya Mungu ambaye ni muumba, aliyetuumba, aliyeumba mwanadamu, amesema ya kwamba mwanadamu anapoishi peke yake sio vizuri. Kwa hiyo ndoa ni jambo muhimu na linalomfaa kila mwanadamu. Kwa hiyo wewe unayefikiria ya kwamba naweza ukaishi vizuri bila ndoa na ukawa umejitosheleza, ujue ya kwamba unajidanganya. Mungu hajawahi kosea. Mungu yupo sahihi wakati wote. Na Mungu anaposema ya kwamba wewe na mimi hatutakiwi kuishi bila wenzi wetu, ujue ya kwamba hivyo ndivyo tupasavyo kuishi ili kuona mema ya nchi hii na kufurahia dunia ambayo Mungu alituweka ndani yayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome neno la Bwana katika kitabu cha Mhubiri, tuanze kuona utafiti wa Mfalme Sulemani. Anasema hivi, Mhubiri sura yake ya 4 kuanzia mstari wa 9 hadi ule wa 12. Wawili ni afadhali kuliko mmoja, kwa sababu wana malipo mazuri kwa kazi yao. Aseme wawili ni afadhali kuliko mmoja, kwa sababu wana malipo mazuri au faida mzuri au ijara mzuri katika kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. 10 inasema, kwa maana akianguka mwenzake atamwinua, lakini ni jambo la kuhuzunisha kwa mtu yule aangukaye naye hana wa kumwinua. Pia kama wawili wakilala pamoja watapata joto. Wawili wakilala pamoja watapata joto. Lakini ni vipi mtu aweza kujipasha joto mwenyewe? Ingawa mtu mmoja aweza kushindwa, watu wawili wanaweza kumkabili adui na kumshinda. Kamba ya nyuzi 3 haikatiki kwa urahisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, nimesoma katika Biblia ya tafsiri jipya. Ukisoma katika Biblia yako ya tafsiri ya kawaida ile ya zamani, usije ukadhani ya kwamba nimeleta
kitabu kingine tofauti na Biblia, lakini ni ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa Biblia inasema ya kwamba watu wawili ni heri au ni vizuri, ni afadhali mwanadamu wawe wawili kuliko awe mmoja. Ni afadhali watu kuishi wawili kuliko mmoja. Amesema faida ya kwanza ni kwamba watu walio wawili wana faida nyingi kuliko mtu aliye mmoja. Watu walio wawili wanapolala wanapashana joto kuliko mmoja. Watu wanapokuwa wawili wana uwezo wa kukabiliana na adui zaidi ya mtu mmoja. Watu walio wawili, mmoja akianguka yule wa pili atamwinua mwenzie. Kwa hiyo mwanadamu anastahili kuishi na mwenzi wake. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu tokea siku alipomuumba mwanadamu hapa chini ya jua. Kwa hiyo Mungu akusaidie uanze kuelewa ya kwamba ni jambo zuri kwa kila mwanadamu awe katika maisha ya ndoa. Wale mabinti au akina dada nao zani ya kwamba nyinyi mnaweza mkajitosheleza kuishi bila wanaume, na wale wa vijana au wanaume ambao nadhani ya kwamba mnaweza kuyaweza maisha haya bila wanawake, mnajidanganya. Na kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, tunapofanya hivyo tunafosea na hatuwezi tukawa na amani katika maisha tunayoyaishi bila wenzi wetu. Nataka nikuonyeshe tu, nifafanue hili neno la Mfalme Sulemani na lile agizo la Mungu latokea mwanzo, ili uelewe ya kwamba ni sahihi kabisa katika maisha yetu. Tunao wengi ambao husema ya kwamba mimi sio lazima niwe na mume, lakini mwanamke anayesema sio lazima awe na mume anakataa kuishi katika ndoa, anakataa tu kuishi maisha ya ndoa, lakini anaposhikwa na hamu ya mwili anatafuta mwanaume wa kumtoa ile hamu, wa kulala naye, wa kufanya naye uasherati. Kwa hiyo kati ya wale wote wanaojifanya kwamba hawana haja ya wanaume, hakuna anayeweza kuvumilia maisha ya kukaa peke yake, kwa sababu kila wakati wakibanwa, kinafika wakati wanalipa hata wanaume wa kuja kulala nao. Hiyo ni alama tosha ya kwamba hauwezi wewe ukaishi bila mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni alama tosha na ishara tosha ya kwamba unahitaji mwanaume. Hacha kujidanganya ya kwamba wewe unaweza kuishi bila mwanaume. Unaweza kuishi bila mwanaume wakati ambapo ndani ya nyumba yako kila wakati wanaume wanakuja na wanakuja kufanya nawe tendo la ndoa. Kwa hiyo badala ya kujifanya kuwa mzinzi, kuwa msherati, yani kuna wakati mwingine umeshajifanya kuwa kahaba. Umejifanya kuwa kahaba, na badala ya kuwa kahaba ulitakiwa uolewe tu, uwe na mume ambaye unamuita wa kwako, ambaye wakati wote utakapomhitaji atakuwa pale kwa ajili yako, atakapokuhitaji utakuwa pale kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndiyo maagizo ya Bwana na hatuwezi kupingana naye. Na utakubaliana na mimi ya kwamba hata wale wanaume ambao hawataki kuoa, majority wanakimbia majukumu tu, ni kukimbia responsibilities, kwa sababu unakuta mtu anashindwa kusimamia nyumba, lakini katika nyumba anamoishi haishi kubadilisha wanawake. Anachenji wanawake kama nguo, anachenji wanawake kama daladala, kama matatu. Akienda na hili anarudi na lile. Lakini ukimwambia habari za kuoa anasema mimi sihitaji mke. Au hitaji mke na unahitaji mwanamke wa kulala naye. Huko ndiko kujidanganya. Na mwisho wa siku wengi wamekuwa mavictim, wamejiingizia magonjwa katika maisha yao wao wenyewe, wamejisababishia mikosi na laana, kwa sababu katika tendo la ndoa wengi wamechukua laana na mikosi wasiojua vyanzo vyake, kwa sababu tunalala na wanawake wengi ovyo ovyo na wanaume wengi ovyo ovyo bila kujua ya kwamba katika kuungana na mwanaume au mwanamke katika tendo la ndoa kuna kufanya agano. Kwa hiyo yule mtu akiwa ametoka katika madhabahu ya kimashetani, unapoanza kushiriki naye tendo la ndoa unakuwa umeungana naye, unazipatia zile roho chafu za kwao access ya kuingia katika maisha yako na kuanza kudai haki kwako, kwa sababu umeungamana na madhabahu ya kwao. Bwana Yesu atusaidie sana na jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hiyo mpendwa, acha kujidanganya. Unahitaji Mungu katika maisha yako. Unahitaji mke katika maisha yako. Unahitaji mume katika maisha yako. Unahitaji ndoa. Unahitaji kuishi maisha ya familia ya kwako.
oa, olewa, uishi maisha ambayo Mungu anataka uishi nayo, nawe utaheshimika katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia kuhusu kipengele kingine ambacho kinasema ni Mungu tu anayeweza kumpa mtu mke mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika swala la kuoa ama kuolewa, aliye na uwezo wa kujua mwenza wa mtu mzuri ni nani ambaye anastahili awe mke wako na ni nani ambaye anastahili awe mme wako, jambo hili liko juu ya uwezo wa mwanadamu. Ni kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu, hakuna mwanadamu ambaye anayeweza kujichagulia mke peke yake na akachagua mke sahihi. Na ndio maana utagundua ya kwamba divorce au separation zimekuwa nyingi katika wanandoa wa kizazi hiki tulicho nacho. Ni kwa sababu tumejiaminisha na kujidanganya wenyewe ya kwamba tunaweza tukawa na wake tukawa na uwezo wa kujichagulia wake vizuri, tunaweza tukawa na uwezo wa kujichagulia waume vizuri sisi wenyewe. Mwisho wa siku tunadanganywa na muonekano wa nje, physical appearance. Tukiangalia hiyo tunaona ya kwamba basi tunaweza kuchagua vizuri. Kina dada wanasema wanahitaji wanaume ambao ni tall, mwingine anasema dark, six pack, mwingine sijui, yani kila moja ana vigezo vya kwake mwenyewe anavyosema ya kwamba ndivyo anavyochagua. Lakini mwisho wa siku sifa za mwanaume mzuri au sifa za mwanamke mzuri haziko katika nje, haziko katika muonekano wa nje, ziko katika tabia. Na tabia ni jambo ambalo liko ndani ya moyo, moyo usioonekana na moyo usioweza kuchunguzwa na mwanadamu awaye yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, uzuri au tabia njema za mwanamke au sifa za mwanamke wa kuishi katika ndoa haziko katika muonekano wake wa nje. Kuna wanaume ambao wanapenda mwanamke kwa sababu ya muonekano wa nje. Nataka kuwe light skin, nataka kuwe dark skin, nataka kuwe chocolate, nataka kuwe mrefu, mwembamba. Mwingine anasema mimi nataka vitu vinono, vikubwa vikubwa, awe amejaza, abebeba kabisa nyama za kutosha. Lakini mwisho wa siku hizo zote sizo sifa au vigezo vinavyoweza kumfanya yule mwanamke au huyo msichana akawa mke mwema katika familia. Lazima ujue ya kwamba anayehitajika hapa sio mwanamke bali ni mke, na sio mke tu bali mke mwema. Na mke mwema mwanadamu hawezi kumjua asiposaidiwa na Mungu kumtambua yule mke ambaye ni mwema kwa ajili yake. Wapo wanawake wengine ni wazuri kwa watu wengine, lakini wewe ukimchukua anakuwa mbaya kwako, kwa sababu kila sufuria ina kifuniko chake ambacho kinaweza kuingiana nacho vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema hivi katika kitabu cha Midali, huu ni utafiti wa Mfalme Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, Biblia inasema hakuna jipya chini ya jua, yote tunayoyaona yamekwisha kuwepo na yote yaliyopo ndiyo yatakayo kuwepo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza mstari ule wa 9 hadi wa 10 utasikia hilo neno liko mahali pale. Ninakusomea katika kitabu cha Midali sura yake ya 9, Midali sura yake ya 19 na mstari wake wa 14. Nitasoma tafsiri zote mbili, tafsiri ya zamani na tafsiri ya sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri ya zamani inasema, nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Narudilia, nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Tafsiri jipya inasema, nyumba na mali urithiwa kutoka kwa wazazi, bali mke mwenye busara kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Biblia inasema hivi, mwanamke au mke ambaye ni mwema hatoki kwa wazazi. Si kitu ambacho mtu unaweza kupewa na mwanadamu mwenzio. Dada yako hawezi kukuchagulia, ndugu yako mkubwa au mdogo hawezi kukuchagulia.
wazazi wako hawawezi wakakuchagulia mke aliye mzuri au anayekufaa katika maisha yako, lakini maandiko yako wazi ya kwamba mke mwenye busara anayehitajika mwanadamu anaweza tu akapewa huyo na Mungu. Kando na Mungu, mwanadamu hawezi akapata mke mwenye busara asipoweza kumtegemea Mungu katika habari za kuchagua mke mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ya kwamba sasa unaweza ukajiuliza, sasa nitajuaje mke mwema au nitajuaje mwanaume mzuri ili niweze kuolewa nao? Kwa mujibu wa neno la Bwana, Mungu ndiye anayeweza kujua. Na kwa sababu hiyo unaweza ukauliza Mungu. Kumbe tunatakiwa kujijengea mazingira ya kwamba wakati wowote tunapotaka kuoa au kuolewa, tuulize kwanza Mungu na tumuombe Mungu atuongoze kwa the right people to our lives. Tumuombe Mungu atuongoze, atuletee wanaume wazuri katika maisha yetu. Kwa hiyo wanawake, kwa sababu wao hujiliwa na wanaume, ombeni Mungu awalete watu sahihi katika maisha yenu, na wala asilete watu, asiruhusu watu ambao sio wa mapenzi yake katika maisha yenu, na utaona mambo yataenda vizuri kabisa, wala utohangaika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwanaume pia unatakiwa umuombe Mungu akuongoze ili ujue ni mwanamke wa aina gani unayeweza kumuoa, ili usije ukadanganywa na tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jina la Kristo Yesu lipewe sifa. Kwa nini tunayasema haya? Ngoja nirudi nyuma kidogo nikakusomea katika kitabu cha Yeremia sura yake ya 17. Nataka nikusomee katika kitabu cha Yeremia sura yake ya 17. Excuse me. Yeremia 17 kuanzia mstari wake wa 9. Inasema hivi: moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kuujua? 10 inasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Neno linasema ya kwamba moyo wa mwanadamu unakuwaga ni mdanganyifu sana na una ugonjwa wa kufisha, na hakuna mtu anayeweza kuchunguza moyo. Meaning ya kwamba moyo wa mwanadamu unaweza kupretend. Moyo wa mwanadamu huwa una pretend. Mwanadamu anaweza kupretend characters ambazo anaweza kupretend behavior asizokuwa nazo, anaweza kupretend mentality asiyokuwa nayo, na anaweza pia kupretend feelings asizokuwa nazo, na anaweza kupretend objective au aim ambayo yuko nayo katika maisha ya mtu. Na usipokuwa na Mungu hauwezi kujua ya kwamba huyu mtu anakudanganya au yuko sahihi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anasema, mimi Mungu nina uwezo wa kumchunguza moyo wa mwanadamu na kujua yaliyo ndani ya moyo wake. Kwa hiyo Mungu anapomjua mwanadamu kwa ajili yako, anaweza akakusaidia kujua ya kwamba huyu anayekuja katika maisha yako ni mtu sahihi au ni mdanganyifu. Vile unavyomuona ndivyo alivyo au sivyo alivyo. Ana nia njema au hana nia njema. Wewe na mimi hatuwezi kujua, lakini Mungu wetu anajua. Ndio maana ni vizuri sana unapotaka kuoa ama kuolewa, musishe Mungu kabla, ili aweze kuingilia kati na kukufanyia jambo. Tatizo kubwa la sisi wanadamu katika habari za kuoa na kuolewa, kuna makosa mengi tunayoyafanya. Most of the time tunaoa sisi. Baada ya kuoa na kuolewa ndo tunamwambia Mungu, sasa badilisha mke wangu, linda mke wangu, tengeneza mke wangu. Badala ya kumtanguliza Mungu, lazima ujue Mungu ana sifa moja. Yeye anaitwa Alpha, yani yeye ni mwanzo, na tena anaitwa mwisho, yani Omega. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata hivyo yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Ina maana gani ninaposema hivi? Ukimfanya Mungu akuwe Alpha katika mipango yako, utaanza vizuri, na pale katikati ataendelea kutenda kazi pamoja nanyi.
ataendelea kulinda, ataendelea kusaidia, ataendelea kuwafanikisha katika mambo yenu yote, ataendelea kuwaprovidea katika mahitaji yenu yote, na mwisho wa siku atawapatia mwisho wa heri, kwa kuwa yeye ndiye Omega. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu lazima ujue ya kwamba kuna umuhimu kabisa wa kumuuliza Mungu katika jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili ni kuhakikishie katika maandiko matakatifu, ujue ya kwamba jambo hili linawezekana, kwamba wapo watu katika Biblia au zamani hapa duniani. Kwa hiyo tunasemaga tu katika Biblia, lakini hawa si watu wa Biblia. Ni watu walioishi hapa duniani zamani za kale kabla yetu sisi. Lakini tunasema tu katika Biblia, maana ndimo ambapo historia zao zimeandikwa. Lakini hawa si watu wa Biblia, ni watu wa duniani, lakini walioishi kabla ya zama zetu hizi tulizo nazo. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Nitakwenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 24, Mwanzo 24. Wacha nianze mstari ule wa 12 ili tupate kuelewa vizuri. Biblia inasema, naye akasema, e Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mji wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia, toa mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema, unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyo na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, binti wa Betueli, mwana wa Milka, mkewe Nahori, ndugu ya Ibrahim, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Amena. Akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbiu kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kunywa, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni neno la Bwana. Hapa ni wakati ambapo Ibrahimu alikuwa amemtuma mkubwa wa watumishi wake au msimamizi wa nyumba yake kati ya watumishi wake. Alimtuma ili kwenda kumchukulia Isaka mke katika nchi ya Harani kwa kina Betueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alimwambia, usiende na Isaka, wala usikubali Isaka aende katika nchi hiyo, lakini wewe nenda tu ulete mke. Yule mtumishi wa Ibrahimu alijaribu kumwambia Ibrahimu, itakuwaje ikiwa yule msichana hata kubali kuambatana pamoja nami? Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu akamwambia, wewe nenda, malaika wa Bwana ataenda pamoja naye atakufanikisha katika njia yako. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa anajua ya kwamba ni Mungu ndiye atakayefanikisha mpango huo, kwa sababu ni Mungu ambaye aliyeandaa mke tayari kwa ajili ya Isaka. Na Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Isaka wa Ibrahimu alienda kweli, na alipofika mahali, kabla hajafanya uchaguzi wowote, Biblia inasema naye alipiga magoti, akauliza Mungu. Na lengo la kumuuliza Mungu ilikuwa ni ili kwamba asifanye mistake, asikosee, asitubie. Biblia inasema akamwambia Mungu, nimefika katika kisima na najua binti za watu wanatoka ili waanze kuja kuteka maji, na kuomba unipe alama itakayonisababisha nijue mke ambaye ni wewe, ambaye ni yule uliyemwandalia bwana wangu Isaka. Akasema, yule binti ambaye nitamuomba aninyweshe sorry, na nisamehe sana leo sauti yangu
haiko vizuri kabisa, inahisi vibaya sauti kwenye sauti, lakini hatuwezi kuzuilika kuhubiri neno la Bwana, maana maandiko yanasema tuwe tayari kufanya kazi ya Bwana wakati unaotufaa na wakati usiotufaa, ili kumwangusha ibilisi shetani. Maana nikisema sitafanya, adui atajitukuza, lakini nikisimama imara, ameanguka na ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nisikilize, mtu wa Mungu, nikasema hivi, alipofika pale ili asikosee, alimuomba Mungu na akamwambia Mungu, naomba unipe alama ili nipate kujua ni yupi ambaye ulimwandalia au umemchagulia mtumishi wako Isaka. Kumbe Mungu ana uwezo wa kumchagulia mtu mke. Kumbe Mungu ana uwezo wa kumchagulia mwanamke mume. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ikiwa Mungu ndiye aliyemchagulia Isaka Rebeka, that mean automatically ya kwamba Mungu ndiye aliyemchagulia Rebeka Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, maana hatuwezi kusema ya kwamba Mungu alimchagulia Rebeka, alimchagulia Isaka Rebeka, alafu tuseme kwamba si Mungu aliyemchagulia Rebeka Isaka. Hapana. Automatically kama Mungu alimchagulia Isaka Rebeka, ina maana ndiye aliyemchagulia pia Rebeka Isaka. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza, ukiwa na tabia ya kumhusisha Mungu katika mambo yako, ukiwa na tabia ya kumtanguliza Mungu katika njia zako, Mungu atahakikisha ya kwamba mambo yako yote anayafanikisha na hautakosea katika mambo yako unayoyatenda.